Na mtazamaji, kuna hali ya wasiwasi ambayo inaendelea kushuhudiwa sasa hivi kwenye barabara ya Nairobi kuelekea kule Garissa kwenye eneo la Mwingi, ambapo barabara zimefungwa. Kuna maandamano makubwa ambayo yanaendelea kushuhudiwa sasa hivi. Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa kiundani watazamaji wangu vile hali ilivyo sasa hivi na ni nini hasa chanzo cha haya maandamano ya siku leo kwenye barabara ya Nairobi kuelekea kule Garissa, ningependa kuomba muweze kulike hii video na pia msubscribe hapa BM Daily Politics, ndiposa mkoa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Na mtazamaji, kuna fujo na ghasia ambazo zinaendelea kushuhudiwa sasa hivi kule Mwingi pamoja na eneo la Ukasi. Hapo ni kwenye barabara ya kutoka jijini Nairobi kuelekea kule Garissa, ambapo wananchi waliamkia kufunga barabara na kuna vuta ni kuvuta ambazo zinaendelea kushuhudiwa sasa hivi kati ya maofisa wa polisi na wale waandamanaji ambao wamesitisha shughuli za usafiri kabisa, na pia shughuli za biashara za wangu zimelemazwa hapa Mwingi town siku leo pamoja na eneo la Ukasi. Hii ni baada ya kisa kimoja ambapo mtoto mmoja ama kijana aliweza kuuawa kule maeneo ya Mwingi na bandits ambao inasemekana ya kwamba ni wa kutoka kwenye jamii ya Wasomali. Kumekuwa na vuta ni kuvuta watazamaji wangu kwa kipindi kirefu kati ya hizi jamii mbili, Wakamba na watu kutoka kule Garissa ama Wasomali, na sasa imefika mwisho kwa sababu kuna matamshi ambayo yalitolewa hivi majuzi na mmoja ya viongozi kutoka kule Garissa kuhusiana na hivi vita ambavyo vimeanza sasa hivi kati ya Wakamba ama kati ya Wasomali na jamii zingine. Unajua kuna lugha ya kawaida ambayo amekuwa akitumia kwa watu ambao sio Wasomali wakiwaita nywele ngumu, na huyu mwanadada watazamaji wangu kuna matamshi ambayo aliyazungumza yakaweza kuwakwaza jamii zingine, na ni baada ya hayo matamshi watazamaji wangu kule maeneo ya Mwingi kuna watu kadhaa ambao waliweza kuuawa, akiwemo huyu mtoto mwenye miaka 15 pamoja na mwanamke. Kwa jumla waliuawa watu 7 watazamaji wangu, na sasa wananchi wakalazimika kuingia kwenye maandamano. Zaidi ya siku 2 sasa kumekuwa na maandamano kwenye ile barabara ya kutoka Nairobi kuelekea kule Garissa. Mabasi, watu ambao wamekuwa wakisafiri nyakati za usiku wamelazimika kulala ndani ya police station, kwa sababu akifika kwenye lile eneo la Mwingi pamoja na pale Ukasi, unaona ya kwamba wanavamiwa na jamii ya Wakamba ambao wako kwenye lile eneo wakitaka haki kwa kijana wao ambaye aliweza kuuawa na wenzao 7 ambao waliweza kuuawa baada ya kuvamiwa na hawa bandits wenye asili ya Kisomalia kutoka kule Garissa. Na pia vile vile hii jamii ya Wakamba watazamaji wangu wamekuwa wakilalamika vile ambavyo camels ama ngamia kutoka kwenye jamii zingine za Kisomalia zimekuwa zikilishwa kwenye maeneo yao pale maeneo ya Mwingi, Kitui. Wamekuwa wakikumbwa na masaibu kama haya. Unaona wanaotesha mimea yao, mahindi, vitu zingine kama mbaazi, alafu zikifika kiwango kingine ama kiwango fulani, unaona ya kwamba zile ngamia zinakuja zinaanza kulishwa kwenye hayo maeneo. Kwa hivyo watazamaji wangu, ni swala ambalo serikali inastahili kuliangalia kwa kiundani, kwa sababu mpaka sasa hivi ile barabara haijaweza kufunguka. Shughuli za usafiri kama vile ambavyo nimekuelezea zimesitishwa. Hakuna gari yoyote ambayo inapita. Biashara pale Mwingi town sasa hivi watazamaji wangu zimeweza kufungwa kwa sababu wanaofia hizi ghasia na fujo ambazo zinaendelea kushuhudiwa sasa hivi. Matairi yameoshwa pale barabarani. Maofisa wa polisi wanaendelea kuwatupia vitoa machozi wale wa wananchi, ili angalau kuleta amani na utulivu na kuhakikisha kwamba shughuli zinarudi kawaida, usafiri unaendelea kawaida. Lakini hawa wananchi watazamaji wangu wamesema enough is enough, na kila uchao wanazidi kujitokeza kwa maelfu kupigania haki yao, na wanataka hawa wa Somalia waweze kurudisha mifugo yao huko kwao. Hizi ngamia zirudi zikakule maeneo ya kwao, ziwache kuwatatiza. Pia haya mavamizi ya bandits yaweze kukomeshwa mara moja. Nataka nikupeleke moja kwa moja mtazamaji wangu mpaka kule maeneo ya Mwingi pamoja na Ukasi, ambapo maandamano yanazidi kushika kasi sasa hivi, uweze kujionea vile hali ilivyo, huku maelfu ya wananchi ama jamii ya Wakamba wakiendelea kujitokeza ili kupigania haki zao. Kabla sija kuonyesha vile hali ilivyo sasa mtazamaji wangu, ningependa kukumbusha tena ujunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Tana Somali bana ni ngune police station after mabo wako yo kate ya bidi mezemba maendeleo wako no mazembie machoke tina azembe tina machoka ba ngune police station jiko jitezu yena yo basi vikina otuba halu majo umia nena rayani bani ngune police station
na hii methi wa mwingi Garissa gwiti ne kambado ninge mwithila ndio mwene sana nimekupigia picha. Ni askaribia tu diwe. Ya kuwe. Shida yenye niko nayo ni macho. Itege kitu hapa sawa. Cheki wase gai. Anainga rekodi. Ingo rekodi. Sasa askari watadu. Gai. So guys, this is Mwingi Town. Watu wameleta shida after kijana aliuliwa jana na Wasomali huko Nguni. Haya, so watu wamefunga Garissa Road, ndio hiyo you can see. Aya, ni watu jamani guys. Askari hawana tear gas. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kujionea, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi kwenye ile barabara ya kutoka Nairobi kuelekea kule Garissa. Pale katikati kwenye eneo la Mwingi pamoja na Ukasi ndio maandamano yanazidi kuwa makubwa. Wenzao kutoka kwenye jamii ya Wasomalia kule Garissa hawawezi wakafika kule Garissa na hawawezi wakatoka Garissa kuelekea kule jijini Nairobi, kwa sababu hii ndio barabara kubwa ambayo wamekuwa wakitumia na sasa hivi haiwezi ikapitika, imefungwa. Unaona matari zimechomwa barabarani, mawe zimewekwa barabarani, mbao zimewekwa barabarani. Sasa inamaanisha kwamba hakuna yote ambaye anapita kwenye lile eneo, na wale ambao wanadhubutu kukaribisha magari yao pale kama basi ambazo zimekuwa zikitumika kwa masafa marefu kutoka jijini Nairobi kuelekea kule Garissa, zinapigwa mawe, zinavunjwa vioo na zinalazimika kukimbilia maeneo ambayo ni salama. Pale Nguni Police Station, hilo ndio eneo ambalo zile mabasi na wananchi waliweza kupita kambi baada ya kuvamiwa na wananchi. Wangeweza kukimbilia wapi? Barabara haipitiki. Kwa hivyo eneo salama ambalo waliona wanaweza enda kutulia ili hizi gasi ziweze kupita ni hapo Police Station. Mabasi mengine watazamaji wangu yalazimika kwenda nyakati za usiku, wakati wananchi wameenda manyumbani kwao, hakuna maandamano. Lakini ikifika ni asubuhi, hakuna mahali ambapo yote anaruhusiwa kupita pale. Magari makubwa, basi, malori, personal cars zote haziendi kule Garissa County kupitia kwenye hii barabara ya Nairobi Garissa ambayo inapita pale Mwingi pamoja na Ukasi. Na kwa mimi hapo watazamaji wangu, lakini niko na mengi ambayo nitakuwa nazidi kuwafahamisha kutoka kule maeneo ya Mwingi pamoja na Ukasi, huku maofisa wa polisi wakiendelea kuhakikisha kwamba wanadhibiti hii hali, kuhakikisha kwamba hawa wananchi wanasitisha haya maandamano yao, na kuna uwiano, kuna mazungumzo ambayo yataweza kufanyika ili kukomesha hii mizozo ambayo imeanza kati ya hizi jamii mbili, wa Somali kutoka kule Garissa na wenzao kutoka pale Ukambani. Wewe mtazamaji wangu, sijui kuna maoni gani kuhusiana na vile ambavyo Wakamba wanazidi kupigania haki zao, kwa sababu ni jamii ambayo tumeizoea iko na amani, haijakuwa ikishiriki kwenye maandamano, haijawahi kushiriki kwenye vita, lakini sasa inaonekana imesukumwa mpaka ukutani. Ukiona inaamua kufunga barabara, inaonekana imedhulumiwa kwa kipindi kirefu na wenzao kutoka kwenye jamii ya Wasomali. Wewe kuna maoni gani mtazamaji wangu kuhusiana na hatua ambayo inastahili kuchukuliwa ili kudhibiti hii hali na kuhakikisha kwamba jamii ya Wakamba inapata amani na utulivu? Niacha maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha, ningependa kukumbusha tena ujunge nami hapa BM Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.